Mathayo sura ya 5 aya ya 3. Neno linasema heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Haleluya. Hapo neno limetumia mfano wa maskini wa roho. Mtu anayenyenyekea, mnyenyekevu, actually ndio maskini wa roho. Anaweza kuonekana kama maskini, anatoka kwenye hadhi yake kabisa, kwenye roho anakuwa maskini. Sasa faida ya kwanza, neno linatuambia ufalme wa Mungu wake. Kwa faida ya kwanza ya mtu mnyenyekevu, ufalme wa Mungu wake. Kwa hiyo Mungu anaangalia moyo wetu, anaangalia tabia zetu, anaangalia unyenyekevu wetu. Pamoja na kufanya utakatifu, pamoja na kufanyaje, ukifanya ukiwa mtakatifu unamwona Mungu. Lakini ukiwa maskini wa roho, wewe hata uwe na magari na utajiri kiasi gani, hata uwe na cheo cha namna gani, huku ndani yako unajiona ni maskini, wewe huna kitu. Maana yake wewe ni mnyenyekevu. Na ukifanya hivyo kwa mujibu wa neno, ufalme wa Mungu wako. Haleluya. Kwa hiyo faida ya kwanza, ufalme wa Mungu unakuwa wa kwako, ni kwa wanyenyekevu.